mwaka 2008 kiongozi wa mbio za Mwenge alizindua na aliweka jiwe la msingi la ujenzi wa kituo cha afya. Kwa sisi tunachokifanya leo ni kuhakikisha kwamba matarajio, matamanio ya wana tarafa ya Mchichira na wanakata Mchichira yanakwenda kutimia. Ukiacha shughuli ya leo ambayo tunaweka msingi, lakini mwezi wa 9 mimi nawapa fedha milioni 50 kwa ajili ya kuendeleza jambo hili, lakini tayari nilishawasiliana na waziri mwenye dhamana ya TAMISEMI, vituo vya afya viko chini yake na mambo yanakwenda vizuri. Eneo ambalo zahanati ambako ndo waliweka jiwe la msingi la kituo afya, eneo ni dogo, na kwa sababu wananchi wenyewe wako tayari, wakasema eneo hili na limeshavamiwa na makazi kwa sasa, tukasema basi kituo cha afya kiwe na eneo linalojitosheleza. Ndio sababu sasa likanunuliwa eneo hili ambalo lina zaidi ya hekari 10 na halidaiwi kabisa. Rai yangu kwa serikali, kwa sababu wananchi wamehamasika kwa namna hii, hawa wanataka matokeo. Hawahitaji maneno tena, wao wanahitaji huduma ya afya, wanahitaji kuona kituo cha afya. Na hii kwa sababu sera ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata tiba kwa eneo la karibu, hili linakwenda kutimia. Mimi jina langu naitwa Azizi Muhibu Mchamilo, ni diwani wa kata ya Mchichira, kata ya wananchi wenye uchu wa kituo cha afya. Kiuhalisia jambo la kituo cha afya Mchichira, mimi ni diwani wa 5 ambaye ninapambania hoja ya kituo cha afya. Kiuhalisia kwanza tumeanza sisi kwa sababu wananchi kuonesha hili jambo tuna umuhimu nalo. Wananchi wa Mchichira zaidi ya wananchi 8,000 wako tayari, wanataka kituo cha afya cha Mchichira. Mimi kama diwani wao nimeingia madarakani, moja ya majukumu ambayo nimeyafanya, nilikaa na wananchi wangu, tulikubaliana, tukaanzisha mchango wa hiari wa wananchi, tukanunua eneo ambalo linaonekana hapa ni eneo lenye hekari 12. Tulinunua eneo hili kwa nguvu za wananchi, kwa michango ya kila kaya. Tumenunua eneo, tumesafisha eneo, na leo tunaanza ujenzi wa kituo cha afya. Tumeanza jengo la OPD hapa kwa nguvu za wananchi. Kubwa tunaiomba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi wananchi wa Mchichira tuna kiu na kituo cha afya. Kikubwa mtusikie, mtushike mkono na mtuunge mkono. Hii ni makao makuu ya tarafa, lakini kata ya Mchichira ni tegemezi kwa kata zaidi ya 8 zinaitegemea hii kata. Leo ukiangalia zahanati yetu inafanya kazi kubwa sana ya kuhudumia watu wa tarafa nzima, wanakuja kwenye kituo chetu. Mimi niwaombe serikali mtushike mkono tuweze kutimiza kiu ya wananchi wa Mchichira. Chonde chonze Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi wananchi wa Mchichira tuko mpakani kabisa mwa nchi ya Msumbiji. Sisi ndio kijiji cha mwisho nchi ya Msumbiji. Tunaomba mtusikilize, mtuunge mkono, kiu ya wanamchichira iende kumalizika. Hilo ndio ombi letu kwa serikali yangu. Kwa majina naitwa Mariamu Dadi Mangamba. Kero ambalo tunayoipata katika kukosa kituo cha afya, endapo kama wazazi tunapata kuto kujifungua salama, inabidi tuende Tandahimba au Mahuta. Sasa safari ile ya kwenda Mahuta inagharimu gharama ya hela ya haraka haraka, wakati yule mzazi hana hela ya haraka haraka, au Tandahimba hela ya haraka haraka hatuna. Sasa tulivyosikia kwamba sisi tuna nafasi ya kupata kituo cha afya hapa, hatuamini. Endapo nikiwa kama mimi mzazi, hatuamini kwamba kituo hiki kitafanyiwa kazi, kikaeleweka, kikamalizika, tukaanza kazi. Tutoe radha au adha ya kwenda Tandahimba au Mahuta. Wengi wamejifungulia majumbani. Sasa tunaomba serikali, kama mmefikiria, mtu saidie kitu hiki kiende kwa wakati. Kwa jina naitwa Selemani Mohamed Selemani, alimaarufu Mr. Maharage, ni mkazi wa Mchichira, kata ya Mchichira, tarafa ya Mchichira, wilaya Tandahimba. Ni mwananchi mpenda maendeleo. Yametugusa sana kupitia katika shughuli za kituo cha afya. Na hili ni tatizo toka muda mrefu uliopita. Linatugusa sana. Na si leo tu. Huu ndo msimamo tuliojiwekea. Wananchi tuko tayari kupambana na hili jambo. Na hatujui kama litafikia hatima yake. Mchichira tuna majuto makubwa juu ya shughuli za afya. Naitwa Nurdini Bushiri Maliatabu. Kituo cha afya kikikamilika, wananchi wa Mchichira, kata ya Mchichira na vijiji jirani watafaidika zaidi. Kwani sisi tuko maeneo mengi, hususan jirani zetu wa Msumbiji, tumepakana nao, wanapata mateso, hasa wakulima wetu wengine wanalima mto Ruvuma. Wao pia wanapata madhara ya kushambuliwa na wadudu kama mamba, wanakata miguu. Tunapata tabu kwa Tandahimba kwenda Newala. Kabla bado tujaenda huko kupata kituo cha afya ni faraja tosha kwa wanamchichira.